ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الوجود ملكه، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم أن نكون من أصحاب النار. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى في محكم تنزيل: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك اجعلنا من الفائزين في الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة، آمين. Ndugu katika imani, awali yote nakuhusieni kama ninavyostahili kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Faqad faza almuttaqun, hakika kufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Sifa njema na hindi zinamstahikia Allah tabaraka wa taala, ambaye ni mwendesha ulimwengu na vyote vilivyomo. Watukufu wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema nyingi ambazo ametujalia waja wake, ikiwemo neema ya wewe kuzaliwa katika nuru ya Uislamu. Hakuna ambaye amepeleka application kwa Allah tabaraka wa taala ya kuomba kuwa aunge kuwa Muislamu, bali umejikuta ukizaliwa katika mishipa ya Kiislamu. Hii peke yake yatosha kuwa ni neema ya Allah tabaraka wa taala, wewe kuwa katika neema hii ya Uislamu. Ama leo ni siku maalum ambayo ni sikukuu kwa Waislamu duniani kote, na ni bwana wa masiku, sayyidul ayyam, ni bwana wa masiku, siku ya Ijumaa. Hii ni siku ya historia kwetu, ndipo Allah tabaraka wa taala akatutaka tuiadhimishe kwa namna yake. Akatuambia, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a, ila akhir al-aya. Pindi unapotolewa wito kwa ajili ya siku ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kumtaja Allah tabaraka wa taala, na mwache biashara, mwache kuuza na kununua. Kufanya hivi ni bora zaidi. Watukufu wa Kiislamu, kwa muda mchache tutakumbushana mambo muhimu katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahid wa jina bika ala haulai shahida yawmaidhin yawaddu
tusawwa bihim al-ard wala yaktumuna Allah haditha. Watukufu wa Islam, Allah tabaraka wa taala asema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid, vipi itakuwa siku ambayo kila umma utakapoletwa. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin, vipi siku ambayo kila umma utaletwa bishahidi, na shahidi wake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wajina bika ala haulai shahida, na utakapoletwa wewe Muhammad juu ya umma wako kuwa ni shahidi, uwatolee ushahidi kwa yale ambayo walioyatenda, kwa yale maelekezo ambayo uliwafundisha kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fakaifa idha ji'na, vipi hali itakuwa min kulli ummatin, kutokana na kila umma, bishahidi, utakapoletwa na shahidi wake, ili aje atoe ushahidi juu ya umma wake. Wajina bika ala haulai shahida, na ukaletwa wewe Muhammad uwe shahidi juu ya umma wako. Yawmaidhin yawaddu alladhina kafaru, siku hiyo yawaddu alladhina kafaru, watatamani wale ambao waliokufuru, waliokanusha maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, waasaw rasula, na wakamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau tusawwa bihim al-ard, laiti ardhi ingeliwasawazisha ardhi, wala yaktumuna Allah haditha, lakini hamtoweza kumficha Allah tabaraka wa taala chochote. Watukufu wa Kiislamu, tuna kila sababu ya kumshana mambo kama haya, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwetu kwa ajili ya kutuongoa, atuongoze katika njia iliyokuwa ya sawasawa, na tuepushe na njia ya upotevu. Leo hii tunazungumza, tuko katika mwezi Muharram, tuko katika mwaka mpya katika kalenda ya Uislamu, kalenda ambayo ina matukio mengi ambayo Muislamu apaswa kuyatambua, kalenda ambayo katika jamii ya Kiislamu hivi sasa wamepoteza kumbukumbu ya kuikumbuka. Leo ukimuuliza Muislamu hapa ni tarehe ngapi katika kalenda ya Kiislamu, anaweza asitoe majibu. Hii ni kwa sababu ya kuathirika na dunia, ni kwa sababu ya kuathirika kutokufuata mafundisho na zile historia au historia ya Kiislamu. Ndio maana tukasimama kukumbushana ya kwamba tuna wajibu wa kuyakumbuka na kufuatilia kila ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alichotufundisha. Ametuongoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia ya upotevu na akatuelekeza katika njia sahihi, na miongoni mwa mambo sahihi, mambo muhimu ambayo ya kukumbushana katika jamii ya Kiislamu hivi sasa ni kuhusiana na mmomonyoko wa maadili. Jamii ya Kiislamu na kwa walimwengu kwa ujumla, kuna hatari ya mmomonyoko wa maadili, na tunatahadharishana kuhusiana na jamii ya Kiislamu ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia kuwa na mwongozo sahihi, ili kila hatua wanayoiendea katika maisha yao wafuate mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Ndio makusudio ya Allah tabaraka wa taala kila umma kupeleka mtume ili aweze kuongoa, na mtume wa umma huo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye mwenyewe anathibitisha
Waweza ukamkuta kijana wa Kiislamu au binti wa Kiislamu yuko tofauti na maadili ya Kiislamu. Kijana wa Kiislamu si ajabu hivi sasa ukakutana naye amevaa hereni, amevaa mkufu, amejifananisha na mapambo ambayo anatakiwa ajipambe mtoto wa kike. Huyu ni kijana wa Kiislamu, amepoteza maadili. Haya si maadili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kufundisha umma wake. Ndipo pale ambapo tuliponukuu aya ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba vipi itakuwa siku ambayo, vipi itakuwa umma utakapoletwa na shahidi wake. Kila umma ukaletwa na shahidi wake, na ukaletwa umma wa Muhammad pamoja na Muhammad mwenyewe awe ni shahidi au tolea ushahidi umma wake. Vipi atasimama Muhammad sallallahu alaihi wasallam autolee ushahidi juu ya umma huu ambao umepoteza mwelekeo? Hii hali itakuwaje? Kaifa yakunu hali al-kufar wal-fujjar hina na'ti min kulli ummatin binabiyha yashhadu alayha wa na'ti bika ya Muhammad ala al-isyan wal-mukaththibina min ummati tashhadu alayhim. Vipi itakuwa hali kwa makafiri na wale ambao waliopinga amri ya Allah tabaraka wa taala watakapoletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala na nabii wake ili awatolee ushahidi, na watakapoletwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam awatolee ushahidi juu ya umma wake? Vipi hali itakuwa? Bila shaka hali itakuwa ni mbaya, hali itakuwa ni ngumu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakaposimama ili akutolee ushahidi juu ya umma ambao bila shaka aliufundisha kila aina ya ustaarabu, kila aina ya maadili, lakini wakakengeuka katika kuyaacha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha. Na miongoni mwa mambo ambayo ya hatari ambayo umma huu unakabiliwa katika mmomonyoko wa maadili ni vijana au wanamume ambao wamejibadilisha maumbile yao wakajifananisha na wanawake, na mbaya wakaenda mbali zaidi tena, hawa wakawa wanakubali kuingiliwa kinyume na maumbile. Hii ni hatari na ni hali inayonyemelea umma huu, na wengi wameathirika na tabia hii inaendelea kuenea. Yatakikana madai kusimama kwa nguvu kukataza tabia hii. Miongoni mwa tabia mbovu, miongoni mwa mmomonyoko wa maadili ni wanamume kuingiliwa, yani maarufu hawa wanamume wanaitwa mashoga. Wanaenea kwa kasi na wanatangazwa kwa kasi kiasi ambacho maadili yanaendelea kumomonyoka. Maadili yanaendelea kumomonyoka. Hali hii ikiwa kama haitochukuliwa kwa tahadhari, kila mmoja akasimama kuikemea hali hii, basi hali itakuwa ni mbaya zaidi. Na yatakikana kuwakagua watoto wetu kuanzia kwamba shuleni wanakosoma, na ndiko wanakoanzia kuharibika watoto wa Kiislamu au watoto wa kiume wanaharibikia huko. Kwa hiyo kila mmoja asimame kuhakikisha ya kwamba anasimamia maadili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kutufundisha, maadili ambayo ameyachukua mafundisho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, kila mmoja afanye